evidence. Hiki kinachofanyika sio sawa. Lakini wakati huo tukizungumzia swala la mzozo wa Simba na Yanga na vile ambavyo Misa mmekwazika na mmeona waandishi wa habari wafanye vizuri, kuna mizozo mingi imepita hapo na Misa hamkujitokeza, pengine hiyo. Kwa mfano mdhamini kuwa na timu tofauti moja, vyombo vya habari vimepasuka na hadharani kabisa. Kuna wale ambao ni wanaona wanaripoti katika ushabiki wa timu, na kuna wengine wanaripoti timu A, wengine timu B, lakini kuna wale ambao wamegawanyika, wengine wakishusha lawama kwa bodi ya ligi, wengine wakishusha lawama kwa TFF. Haya yote ni madhaifu, sio kazi ya waandishi wa habari wa michezo. Sio kila mtu mwandishi wa habari wa michezo. Waandishi wa habari wa Zimbabwe wana weledi. Leo hii ukitoka ukienda Afrika ya Kusini ambao kwenye FIFA rank soka lao lipo juu tofauti na sisi, wenye pale kule kuna vyama vyao vya kuweza kuregulate, kuna sheria kali, kuna uwigo, kuna limitations za waandishi wa habari kwenye kushughulika na mzozo, kushughulika na migogoro ndani ya soka. Ukifika Tanzania tunakupa evidence. Hiki kinachofanyika sio sawa. Kwa hiyo zipo na sio lazima kwamba issue yoyote kisha kwa address na sisi tukaiaddress hiyo. Kwa mfano mdhamini kuwa na timu tofauti moja, tayari wenzetu wengine waandishi wa habari walizungumzia, lakini kwenye hili nani aliyezungumzia? Sisi tukazungumzia. Kwa hiyo maeneo ambayo sisi tunajitokeza tunazungumza ni sehemu ambapo tukiona kuna shida na hakuna aliyejitokeza. Kote tunapozungumzia dabi ya Simba na Yanga inakusanya mashabiki kutoka Afrika yote, wanaweza wakafika kushuhudia. Sasa tunapotokea dosari, vyombo vya habari vya ndani inabidi set agenda kwamba hapa tumeteleza, na tukiendelea kuripoti haki kuhusiana na kukosekana kwa mchezo huu, ina maana kwamba ni kuendelea kuumiza soka letu la ndani, kuendelea kuumiza uchumi wetu wa ndani. Ndio maana tukatoka na tamko kwamba tujaridhishwa na naona kila linapotokeza sakata la Omo kwenye tasnia ya habari ndani anazungumza. Kwa mfano katika sakata hili ambalo tumetoa sisi taarifa kwa umma, umeona wewe mwenyewe ndugu mtangazaji, takriban wiki 3 unaona kuna mijadala isiyokuwa ina tija kwenye soka letu nchini Tanzania, lakini kuna taasisi yoyote iliyowahi kusimama na kusema? Lakini sisi kama Misa, kwa sababu tuna department, tuna idara ambazo zinafuatilia ufanyaji kazi wa vyombo vya habari, tukaja na kauli ya kwamba hatujaridhishwa na namna vyombo vya habari vinavyoripoti mzozo huu, na tunaona vyombo vya habari vinakuwa vinachochea zaidi badala ya kuja na suluhisho. Naam, karibu sana ndani ya Like Media. Wakati huu ni wa kuweza kupata taarifa mbalimbali za kimichezo. Kama ambavyo mnafahamu, kulikuwa na masakata mengi sana ambayo yamepita sasa hivi na bado hatuwezi kusema ufumbuzi umesha patikana. Lakini kikubwa zaidi siku ya Jumapili kuna taarifa ambayo ilitoka kwenye mitandao ya kijamii ambayo inatoka kwenye Media Institute of Southern Africa. Watakuja kutuambia hapa. Nimemtafuta mwenyekiti wa Misa Tanzania ambaye alitoa habari kuhusiana na, ilikuwa ni taarifa kwa umma ambavyo ilikuwa ni kuzungumzia kuhusiana na sakata ambayo inaendelea la Simba na Yanga na jinsi ambavyo wanahabari na wachambuzi na vyombo mbalimbali vimekuwa vikichambua. Lakini kwa ujumla jinsi ambavyo ilikuwa imeandikwa, kwa kumsubirisha kidogo tu mwenyekiti kwa kuendelea kutusubiri, angalau kwa wewe ambaye unafuatilia sasa hivi, angalau tukusomee kidogo uelewe, ili mwenyekiti pia hata tukimuuliza aweze kutujibu kama ambavyo ilivyokuwa. Kwanza kwa kusoma kwa haraka taarifa ni kwa umma: vyombo vya habari, wanahabari na wachambuzi, zingatieni msingi na weledi katika utangazaji wa habari za michezo. Inasema kwamba kwa takribani wiki 2 sasa vyombo vya habari ikiwemo vituo vya radio, vyombo vya habari mtandaoni na mitandao ya kijamii ya wanahabari na wachambuzi hapa nchini vimejikita kujadili mzozo wa kuahirishwa kwa mechi ya soka baina ya Yanga na Simba. Awali mjadala huu ulijikita katika kuelekea mzozo wa kutafuta ufumbuzi wake, lakini mjadala uligeuka na kuelekea katika kile kinachoonekana kuchochea pande zinazovutana ambazo
ni Yanga, Simba na mamlaka zinazosimamia soka ikiwemo Shirikisho la Soka Tanzania TFF na bodi ya ligi ya Tanzania Tanzania bara kwa maana TPBLB. Basi Misa anasema Misa Tanzania ni taasisi ya vyombo vya habari vya kusini mwa Afrika, tawi la Tanzania, inayohimiza uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa kujieleza na haki ya kupata taarifa. Imefuatilia kwa karibu namna vituo vya radio na majukwaa ya habari kwa maana ya mtandaoni vinavyoripoti mzozo huo. Tumebaini kwamba aidha kwa kufahamu au kwa kutokufahamu, baadhi ya wanahabari na wachambuzi wamekuwa wakitoa kauli zinazounga mkono msimamo wa upande fulani, kukejeli mafanikio ya soka yaliyofikiwa na kujadili mzozo kwa kuegemea upande fulani. Pia baadhi ya vyombo hivi vimepaisha na kutukuza kauli hasi na zisizo na kiungwana za baadhi ya mashabiki zinazoashiria matumizi fulani. Aina hii ya uandishi uchambuzi haina afya kwa maendeleo ya soka hapa nchini. Misa Tanzania tunawahimiza na kuwataka waandishi wa habari, wachambuzi na vituo vya habari na redio na majukwaa ya habari mtandaoni. Kuna hili la kwanza ni kuripoti mzozo huu kwa kuzingatia misingi ya kitaaluma na kuripoti habari za michezo kwa kuzingatia katika kutafuta suluhisho la mzozo uliopo. La pili ni kujiepusha kutoa kauli za mitizamo inayoendelea mitafaruku na mifarakano baina ya mamlaka za soka, vilabu vya soka, wanachama na mashabiki wao. La tatu ni kuhakikisha malengo ya kibiashara ya chombo cha habari hayaathiri misingi ya kitaaluma ya utangazaji na uchambuzi wa habari za michezo. Aidha, Misa Tanzania inatoa rai kwa mamlaka ya utangazaji Tanzania TCRA, wadau wa vyombo vya habari kiwemo vyama vya waandishi wa habari za michezo, mamlaka za soka, vyombo vya habari za hapa nchini kuandaa miongozo na utangazaji wa habari za michezo unaozingatia baina misingi ya kitaaluma na maadili ya uandishi wa habari za michezo. Mwongozo huu utazingatia uandishi wa habari unaozingatia maslahi mapana ya michezo, kuandaa mafunzo na muda mfupi kwa watangazaji na wanachambuzi wa habari za michezo ili kuwajengea uwezo wa kuwajibika misingi ya kitaaluma na maadili ya uandishi wa habari za michezo. Ila tatu ni kuundwa kwa chombo maalum cha kusimamia vigezo, maadili na uweledi kwa wachambuzi wa habari za michezo hususani soka, ili kuondoa uholela uliopo kutozingatia kwa misingi ya kitaaluma maadili katika kada hii mpya ya uchambuzi wa taarifa za matukio ya michezo. Mwisho, Misa Tanzania tunaamini kwamba vyombo vya habari vina mchango mkubwa katika maendeleo ya soka na michezo kwa ujumla. Ni wajibu wa vyombo hivi wanahabari na wachambuzi kujielekeza katika kuripoti habari za michezo kwa kuzingatia utatuzi wa migogoro inayojitokeza kwa maendeleo endelevu ya soka mchezo kwa ujumla. Imesainiwa na Edwin Soka ambaye ni mwenyekiti, ambaye ni tarehe 23 mwezi wa 3 2025. Mwenyekiti Edwin Soka, najua bado unaendelea kunifuatilia. Ndio. Ya, taarifa hii mlikuwa mmeitoa kama Misa Tanzania, lakini inawezekana watu wengi hawaifahamu Misa Tanzania. Kwa ufupi kidogo, hebu uelezee kabla tujaanza kukuuliza maswali ya msingi kutokana na barua ambayo umeituma. Asante sana. Mimi naitwa Edwin Soka, ni mwenyekiti wa taasisi ya vyombo vya habari kusini mwa Afrika, tawi la Tanzania. Taasisi hii ni taasisi iliyosajiliwa chini ya sheria ya mashirika yasiyokuwa ya serikali ya mwaka 2002 na inafanya kazi katika maeneo matatu. Kwanza kabisa, kuweza kulinda uhuru wa vyombo vya habari; pili, uhuru wa kujieleza; na tatu, upatikanaji wa taarifa. Na Misa Tanzania tuna makao yetu makuu jijini Dar es Salaam, na tuna wanachama wetu takribani katika mikoa yote ya Tanzania bara pamoja na visiwani. Kwa hiyo ndiyo shughuli yetu kuu, na ndiyo maana unaona yanapotokea mambo ya kiweredi tunapaza sauti, kwa sababu ni maeneo ambayo sisi tunafanya nayo kazi.
Edwin Soka, lakini kutokana na taarifa ambayo mlitoa taarifa kwa umma ilistua kidogo watu walikuwa na shangaa au Hamisa wametoka wapi, mbona hawakuwahi kujitokeza hapo kabla? Kwenye sakata hili pengine wameona kuna maslahi ya kujitangaza zaidi, mbona hawajawafikia waandishi wa habari wakati ni chombo ambacho kinatakiwa kufahamike kwa ukubwa zaidi lakini hakijawa na umaarufu huo? Kwa nini mmekuja katika wakati huu na kutoa hiyo taarifa? Kwanza kabisa tukubaliane, MISA ndiyo taasisi kongwe kuliko taasisi zote za habari nchini Tanzania. Kumbuka MISA ni zao la mkutano wa Windhoek. Huo ni mji mkuu kule Namibia, na 1992 ndio vuguvugu za ukombozi kusini mwa Afrika zilipelekea wakuu wa nchi kukaa na kuweka mikakati, lakini baadaye wakakubaliana kuunda vyombo ambavyo vitakuwa na uratibu katika kila nchi kwenye ukanda huu wa SADC. Kwa hiyo mimi nipingane kidogo na unavyozungumza, kati ya taasisi kongwe ni taasisi ya MISA. Sema inawezekana masikioni mwako ukaiona kama ni taasisi ngeni, lakini taasisi ya MISA ndio taasisi kongwe kuliko taasisi zote, na tunafanya kazi kwenye maeneo mengi. MISA ni mwanzilishi wa maadhimisho ya siku ya uhuru duniani kwa nchi ya Tanzania. Ndio tumekuwa sisi, ni shughuli yetu kubwa sana, na unavyotazama takribani miaka karibu 29, na juzi tulikuwa mwaka jana tuna birthday ya kutimiza karibu miaka 29 ya kuundwa kwa MISA. Kwa hiyo bado ni taasisi kubwa na inafanya kazi kubwa, na waandishi wengi wanaijua kwa mipaka yake na mawanda ya kufanya kazi, kwa sababu hiyo ndio maana unaona kila linapotokeza sakata la ovyo kwenye tasnia ya habari nani anazungumza. Kwa mfano katika sakata hili ambayo tumetoa sisi taarifa kwa umma, umeona wewe mwenyewe ndugu mtangazaji, takriban wiki 3 unaona kuna mijadala isiyokuwa ina tija kwenye soka letu nchini Tanzania, lakini kuna taasisi yoyote iliyowahi kusimama na kusema? Lakini sisi kama MISA, kwa sababu tuna department, tuna idara ambazo zinafuatilia ufanyaji kazi wa vyombo vya habari, tukaja na kauli ya kwamba hatujaridhishwa na namna vyombo vya habari vinavyoripoti mzozo huu, na tunaona vyombo vya habari vinakuwa vinachochea zaidi badala ya kuja na suluhisho. Vyombo vya habari msingi wake mkubwa ni kujenga, tunasema constructive role. Unapoamua kujenga jamii, ina maana lazima ufocus katika uandishi wa habari wa kuleta suluhisho. Huu ndio uandishi wa habari wa kisasa kabisa, constructive journalism. Kwa hiyo waandishi wetu inabidi wanapoandika habari, wanapotaka kuifikia jamii, kwanza kabisa lazima wajibu swali la kwamba ni nini solution, ni nini majibu sahihi ya tatizo lililoko mbele. Lakini katika kazi ya hii umeona kabisa kwamba kuna baadhi ya vyombo nazo vimeingia kwenye amplify, kwenye fuel, yani kwenye kuchochea mgogoro huu badala ya kutafuta suluhu, na mwisho wa siku bila kujali thamani na doa la soka letu la Tanzania, kwa sababu soka ni sehemu ya kiuchumi. Soka sasa hivi ni utalii wa mpira duniani, sote tunayaacha kwa ajili ya waandishi wa habari pamoja na watumiaji wa mitandao ya kwenye majukwaa ya kimitandao huko, namna bora ya kuja na suluhisho. Edwin, umesema mnafuatilia waandishi wa habari na yale ambayo yanaendelea. Bila shaka ndio tunafuatilia. Mnafuatilia waandishi wa habari, ni kitu gani ambacho mnahisi hakikuwa sawa sawa pengine katika research yenu? Bila shaka naamini mna kitengo chenu cha research katika hayo ambayo mmeyasema, mmefanyia research, na kuna kauli ambayo pengine mewakera zaidi, ambayo kila mmoja hata kwenye idara ya MISA mtakuwa mmeinoti kwamba hii haikuwa sawa sawa. Bila kuwa na uoga, ni sehemu gani pengine kwa ajili? Tumezungumza kwenye statement yetu ambayo wao wamesema, tumezungumza kwamba kinachokosekana ni uandishi usiofuata misingi ya weledi, tena weledi kwenye kuhabarisha juu ya habari za mchezo. Tumeandika kwa mfano, unakuta chombo cha habari kinachochea, chombo cha habari kina conclude, kinafanya hitimisho kwamba hapa upande fulani unakosa, upande huu upo sahihi. Je, hiyo ni kazi ya chombo cha habari? Sio kazi ya chombo cha habari, ni kazi ya mamlaka, na mamlaka ina nafasi kubwa ya kuweza kufika na kuzungumzia hiyo. Chombo cha habari kinachotakiwa ni kuita wataalamu. Kama ni shida ni viongozi wa bodi wa ligi, ni kuita viongozi wa bodi wa ligi. Shida ni TFF, kuita TFF, then kuwapa nafasi ya kusema, na sio mtangazaji kuweza kuconclude, kufanya hitimisho ya mjadala. Kwa hiyo vyombo vya habari vimepasuka, na
hadharani kabisa kuna wale ambao wanaona wanaripoti katika ushabiki wa timu, na kuna wengine wanaripoti timu A, wengine timu B, lakini kuna wale ambao wamegawanyika, wengine wakishusha lawama kwa bodi ya ligi, wengine wakishusha lawama kwa TFF. Haya yote ni madhaifu, sio kazi ya uandishi wa habari. Uandishi wa habari kazi yake sio kuhukumu, kuzungumza ukweli na kuwacha watu wenye mamlaka kati ya vyanzo vyetu vikuu vya habari wazungumze. Kama ni chanzo cha kuaminika, kama ni chanzo chenye mamlaka, kama ni chanzo cha reliable sources, ni chanzo ambacho ndicho kinapatikana kwa upande wa mashabiki, waongee na msio kuweka conclusion kwa kujali. Kwa hiyo lakini soka weledi ndani ya uandishi wa habari za michezo una ukakasi, na ndio maana tunazungumza, tunafikia sehemu tunaishauri TFF na vyombo vingine ili kukuza soka kuendelea kuwajengea uwezo wa wadau wa soka ambao wapo kwenye mnyororo wa thamani wa soka, wakiwemo waandishi wa habari, wakiwemo wachambuzi, na tukaenda mbali tukasema kiundwe chombo ambacho leo hii kinaweza kikasimamia wachambuzi. Leo hii wachambuzi, kila mtu ni mchambuzi wa soka. Hatuwezi tukawa tunaruhusu vitu kama hivi. Ifikie sehemu kuwe kuna chombo maalum ambacho kama ni wachambuzi basi wanakuwa registered, na wale wachambuzi wanakuwa professional ambao wamehudhuria mafunzo ya muda mrefu au muda mfupi juu ya uchambuzi wa habari. Lakini leo hii kila Mtanzania ni mchambuzi wa habari, huku ni kujaribu soka la nchi. Kwa hiyo kwenye press statement yetu tuliyotoa au taarifa kwa umma tumezungumzia tatizo ni nini, mwenendo wake, na kosa liko wapi, na kwa nini sisi tuliamua kutoa hiyo public statement. Lakini soka, wakati ukizungumzia hayo soko, wewe ni mwenyekiti na mlionyesha kabisa MISA ina lengo la kutoa uhuru kwa vyombo vya habari na wanahabari. Uhuru huo ndio ambao unatumika kwa maana watu kutoa maoni, lakini kuna ubaya gani endapo kama mwandishi wa habari au mchambuzi akaona kwenye kanuni, kuna kanuni inasema hivi, akasema kwenye kanuni hii mimi nasema hiki ndicho ambacho kitakiwa kufuate, ni kusema pengine umelazimisha ili jambo lifanyike kwa staili hiyo au kanuni ndio inazungumza? Kwanza lazima tukubaliane, hakuna uhuru ambao hauna mipaka. Ukisoma ibara ya 18 inazungumza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwandishi wa habari ana haki ya kutafuta, kuchekata na kutoa taarifa. Kasoma ibara ya 30 ambayo inasema bila kuathiri haki ya mtu mwingine. Wewe unapokuwa una haki ya kujieleza, sisi MISA tunasimamia haki ya kujieleza, lakini kuna mipaka yake. Kuna maslahi ya nchi, kuna maslahi ya soka, kuna maslahi ya upande mwingine, kuna maslahi ya mamlaka. Kwa hiyo tunachozungumza ni kufuata misingi ya weledi ya kuripoti habari za michezo. Misingi ya weledi ya kuripoti habari za michezo haimuelekezi mwandishi wa habari kuleta hitimisho, kufanya conclusion. Na hii tuwafundishe sana waandishi wa habari, haielekezi hivyo. Mwandishi wa habari anafanya conclusion wakati yeye sio chanzo mamlaka, au sio chanzo. Tunapozungumzia dabi ya Simba na Yanga inakusanya mashabiki kutoka Afrika yote, wanaweza wakafika kushuhudia. Sasa kinapotokea dosari, vyombo vya habari vya ndani inabidi set agenda kwamba hapa tumeteleza, na tukiendelea kuripoti haki kuhusiana na kukosekana kwa mchezo huu, ina maana kwamba ni kuendelea kuumiza soka letu la ndani, kuendelea kuumiza uchumi wetu wa ndani. Hiyo ndio maana tukatoka na tamko kwamba tujaridhishwa na jinsi vyombo vya habari vinavyoweza kufanya kazi, hasa kwenye kushughulikia uchumi wa Tanzania. Mkienda kuripoti mnavyotaka, mwisho wa siku dhana ya chombo cha habari kujenga itakuwa sio hivyo, ni chombo cha habari kitabomoa. Tunayo mifano ya vyombo vya habari vinavyobomoa na kuna mifano ya vyombo vya habari vinavyojenga. Chombo cha habari kazi yake kubwa ni kujenga, sio kubomoa. Ndio. Sasa soka umezungumza kwa uzuri kabisa. Kwa upande wa MISA, nyie kwa upande wenu sasa, pengine mmechukua jukumu lolote la kuhakikisha mnaanzisha semina, mafunzo kwa sababu ya waandishi wa habari? Kwa sababu waandishi wa habari wengi wanasema MISA tuifahamu, ndo kwanza hii taarifa inakuja tunashangaa kama kuna MISA. Maana yake MISA wenyewe ni kama mlijifungia kwenye kichaka hivi. Sisi tuzungumze jambo moja, mimi napenda sana kuzungumza. Kitendo cha sisi kutoa taarifa ya habari kwa umma, hizo ni pekee, yani hizo tu ni initiative.
Ni jitihada ambazo zimechukuliwa. Ndio maana nimekuuliza kuna taasisi ngapi za vyombo vya habari na taasisi ngapi zimetoka na kuzungumzia hili ambalo sisi tunalizungumzia. Hilo ni la kwanza. Lakini sisi kama taasisi sio taasisi ya ndani. Sisi ni taasisi ya kusini mwa Afrika. Tunazungumzia nchi za SADC. Huo ndio ukubwa wa taasisi. Na tunapoongea tunaongea kwa mifano na inayolileti kwenye wenzetu kwenye nchi nyingine wanafanyaje. Leo hii ukitoka ukienda Zimbabwe, waandishi wa habari wa michezo, sio kila mtu mwandishi wa habari wa michezo. Waandishi wa habari wa Zimbabwe wana weledi. Leo hii ukitoka ukienda Afrika ya Kusini ambao kwenye FIFA Link soka lao lipo juu tofauti na sisi, pale kule kuna vyama vyao vya kuweza kuregulate. Kuna sheria kali, kuna uwigo, kuna limitations za waandishi wa habari kwenye kushughulika na mzozo, kushughulika na migogoro ndani ya soka. Ukifika Tanzania tunakupa difference. Hiki kinachofanyika sio sawa. Kwa hiyo nyie kama waandishi wa habari irekebisheni na mfuate weledi. Vitabu vipo, miongozo ya soka ipo, na sisi kama MISA tutasaidia. Nafikiri sasa hivi sisi kama uongozi tunawekeza kwenye kusaidia kutoa miongozo ya namna bora ya kushughulikia migogoro na miongozo ya namna bora ya waandishi wa habari wa michezo. Ni sehemu ambayo tumeiona wanaombwe kubwa sana. Kwa hiyo tunatayarisha miongozo na mwishoni tunataraji kuwa na semina za kuwajengea uwezo waandishi wa habari namna bora ya kuripoti habari za michezo. Lakini wakati huo tukizungumzia swala la mzozo wa Simba na Yanga na vile ambavyo MISA mmekwazika na mmeona waandishi wa habari wafanye vizuri, kuna mizozo mingi imepita hapo na MISA hamkujitokeza. Pengine mliona kama iliendeshwa sawa sawa. Lakini kulikuwa na swala pia la marefari ambao pia ulikuwa ni mjadala mzito sana. MISA hamkutokeza na mkakaa kimya. Pengine huu mmeona una maslahi sana kwenu? Nafikiri migogoro yote tunayoelezea hapa hakuna mgogoro mkubwa kama mgogoro unaozikuta Simba na Yanga. Na ndio maana katika historia hata mimi nikufundishe wewe kama mwandishi wa habari. Tunapozungumzia dabi, tunazungumzia ni timu kongwe. Tunazungumzia dabi ya Tanzania ni Simba na Yanga. Tunapozungumzia dabi ya Afrika ya Kusini tunajua. Tunapozungumzia dabi ya Cairo tunajua. Nafikiri unajua uzito wa dabi, unajua thamani ya dabi ambayo tuna uhusiano na uchumi wa nchi. Hayo mengine ulioyazungumzia ni minor cases ambazo zipo, na sio lazima kwamba issue yoyote kisha kuwa address na sisi tukaiaddress hiyo. Kwa mfano mdhamini kuwa na timu tofauti moja, tayari wenzetu wengine waandishi wa habari walizungumzia, lakini kwenye hili nani aliyezungumzia? Sisi tukazungumzia. Kwa hiyo maeneo ambayo sisi tunajitokeza tunazungumza ni sehemu ambapo tukiona kuna shida na hakuna aliyejitokeza akazungumza. Kwa hiyo tumezungumza kwa sababu hakuna aliyejitokeza akazungumza, na wala hakuna waandishi mliotoka mkasema tunakosea. Kwa hiyo sisi kama taasisi ambayo tuna dhamana ya kuambia tukawaambia mnakosea. Cha msingi hapa ni kujitathmini mnavyoripoti na sio kwenye kujaji kwamba kwa nini sasa. Twende kwenye suluhu ambayo sisi tumetoa mapendekezo yetu. Mapendekezo kwa upande sio tu wa waandishi wa habari. Unaona tumezungumzia hapa hadi mamlaka ya TCRA, mamlaka ya mawasiliano Tanzania tumezungumzia TFF, bodi ya ligi. Kwa hiyo tunazungumzia wale wadau ambao wapo kwenye mjororo wa thamani wa soka la Tanzania. Hatujazungumzia tu waandishi. Ukisoma au kama hujasoma rudi usome vizuri press statement yetu sisi. Tumezungumza wadau. Hadi vile tumevizungumzia kwa sababu ni wadau. Yote katika yote, kauli ambayo sasa pengine mngesema kama MISA ambayo mmeiona imetrendi sana. Manake ulisema wachambuzi, waandishi wa habari wako wanaangalia upande mmoja. Ulikuwa ni upande gani ambao waandishi wa habari na wachambuzi walikuwa wamelalia sana kusupport? Hatutaki kusema mnajua soka la Tanzania lina timu mbili kubwa pendwa. Kwa hiyo huo ni mgawanyiko, sina haja ya kusema hapa, lakini najua kwenye hata ndani ya familia usipomkuta timu wewe utamkuta timu mbili. Usipomkuta, kwa hiyo sihitaji mimi kufundisha kama mwandishi wa habari. Hata wewe unajua ukiona timu mashabiki wengi wamegawanyika katika timu gani, timu nalo sio lazima tuzungumze kwenye media hapa.
Kwa sababu Edwin Soko, ukiwa kama mwenyekiti wa MISA, inaonekana kama kutokana na kauli hii sasa ni kama mnataka kuwafunga mikono waandishi wa habari na wachambuzi kwa mamlaka mliokuwa nayo, kwamba sasa hamtakiwi kufikia uhuru huu ambao nyinyi mmesema mnasimamia uhuru wa vyombo vya habari na wanahabari. Sasa ni kama mnataka kuwaondolea uhuru wa kutoa maoni yao. Kwenye press statement yetu tusema tunashauri, sio tunavitaka. Tumesema tunashauri. Ushauri una two options: kufuata au kutofuata. Kufuata au kutofuata, na usipotaka kuja kufuata utakutana na mamlaka nyingine huko. Sasa hivi tuna bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Ukipelekwa huko utaenda wewe kuwajibika huko. Sisi tunakushauri kwamba tumegundua kuna 1 2 3 kuna shida, jirekebisheni kwenye hili. Ushauri wetu unaishia hapo, na hatubilazimishi vyombo vya habari au waandishi wa habari kufanya hayo. Tumezungumzia, tumefanya study, kuna omwe. Kwa hiyo tumeamua kuwaambia, kwa hiyo mna wajibu wa kufuata au kutofuata. Neno la kumalizia kwa upande wa MISA, mna wito gani sasa? Kwa sababu unanipata? Wito ni weledi, professionalism. MISA tunasimamia kwenye professionalism. Weledi kipaumbele cha kwanza, weledi kipaumbele cha pili, na weledi kipaumbele cha tatu. Fanyeni kazi zenu kwa weledi, na mkumbuke kuna maslahi ya soka la Tanzania, kuna maslahi ya uchumi wa Tanzania ambao unatokana na soka. Soka sasa hivi ni nyanja kuu ya kiuchumi. Msipotaka kufuata weledi, tutafika sehemu tutaporomosha soka letu, tutaporomosha uchumi wetu. Hilo ndio neno langu. Asante sana Edwin Soka. Pale ambapo tutakuwa na nafasi ya kukutafuta kutupa mawazo yoyote, basi tutakutafuta tena. Asante sana. Asante sana kwa kuungana nasi kupitia Like Media. Naam, tunazungumza na Edwin Soka, mwenyekiti wa MISA, kwa maana ya taasisi ya habari kusini mwa jangwa la Sahara, ambao ndio walikuwa tunazungumza nao hapa kuweza kuzungumzia kuhusiana na masuala mazima ya yale ambayo yanaendelea kupitia katika michezo, wao wakitoa msimamo wao kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo wameyaona ambayo hawaridhiki nayo. Mimi naitwa Lugano Israel. Asante sana kwa wao ambao wanaendelea kuwa nasi. Endelea kuwa nasi mpaka hapo baadaye. Ciao.